Naomba uniwekee kwenye screen Ezra sura ya 8 na mstari wa 23. Ezra sura ya 8 na mstari wa 23. Ezra sura ya 8 na mstari wa 23. Biblia inasema, basi tukafunga, tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatukabali. Ukiusoma huu mstari unaelewa moja kwa moja kwamba mfungo unaimarisha maombi. Mara nyingi watu wao wanajiuliza ni kwa nini mtu akiwa na shida na akaongeza na mfungo maombi yake yanajibiwa. Ni kwa sababu unapoamua kufunga, hata nafsi yako na mifumo yote ya mwili wako na nafsi yako inakuja kujialaini sawasawa na roho yako ilivyokaa. Kwa hiyo maombi yako unakuwa umeyatia nguvu, kwa sababu maombi mara nyingi si hasa kumwonyesha Mungu afanye nini. Naomba hiki usikisahau. Maombi si hasa kumwonyesha Mungu afanye nini, ila maombi ni kujiweka sisi kwenye reli ya yeye kutenda, maana huwa anatenda akitutumia sisi. Sasa mara nyingi tupo kwenye namna ambayo tunazuia utendaji wake, lakini tukiwa kwenye maombi tunajiweka kwenye nafasi ya kuruhusu mkono wake utende kupitia sisi. Kama hujasahau, katika waraka wa pili wa Wakorinto sura ya 6 mstari wa 2 na wa 3, Biblia inasema sisi ni watenda kazi pamoja naye. Yaani Mungu hafanyi jambo duniani bila kumtumia mwanadamu, na njia ya kujiweka kwenye nafasi ya yeye kututumia ni wakati tunaomba atende. Lakini sasa ili tuwe bora zaidi, tunapokuwa tumefunga tunakuwa bora zaidi. Ulishaona ukifunga kuna saa unasikia hamu ya kula, lakini unaikumbusha nafsi yako nimefunga. Na kama ukiendelea, kwa mfano jioni ukawa hujala, na kesho yake asubuhi ukawa hujala, na mchana wake ukawa hujala, huwa kunatokea kichocheo. Sijui ndio Kiswahili sahihi kuhusu hormone. Kuna hormone inaitwa ghrelin, G-R-O-L-I-N-E, ghrelin. Ni hormone ya njaa, ni hormone ya njaa ya kula. Yani mwili umefika hatua unatamani ule, na ukiendelea mpaka zikawa siku 3, ile inafifia. Lakini katika ulimwengu wa roho, njaa ya kutaka mambo ya kimungu inaanza kuongezeka. Ina maana ya kwamba unapokuwa umefunga, unafunga kiu na njaa mbalimbali za utu wako wa kawaida. Unafungulia njaa ya utu wako wa rohoni. Usiwe na wasiwasi, hata kama umefunga siku hizi kwamba tulivyokubaliana tunamaliza jioni. Maadamu ni mfululizo, huo mchakato ninaosema unatokea. Maadamu tu kama hautakuwa unachakachua usiku kala sana, huo mchakato unatokea. Kwa hiyo njaa ya mambo ya kimungu inaongezeka. Na kushauri kipindi hiki,
Soma sana maandiko. Usiishie tu na yale yaliyoandikwa kwenye mwongozo. Soma Zaburi. Tumeshauri Zaburi 5, lakini wengine inawezekana ikawa ni kitu kigumu sana kwako. Soma hata 2 basi, halafu zitafakari hayo yaliyoandikwa humo. Soma kitabu cha Mithali sura nzima, itafakari. Na ukipata kamuda zaidi pia soma sura mojawapo ya Biblia, hata tu kiportion cha maandiko, labda ni Mathayo, labda ni Luka. Kuna kitu roho yako itapokea sasa wakati wa mfungo kulikoni wakati mwingine wowote. Wataalamu wanasema mavumbuzi yote ya kisayansi yalifanyika wakati waliovumbua walikuwa hawakula, kwa sababu wakati huo ndio akili ya mwanadamu huwa ina nguvu zaidi ya kuelewa ambavyo huwa havieleweki. Kwa kuwa mambo ya rohoni ili yatendeke kabisa katika ulimwengu wa kawaida, akili ya mhusika ni ya muhimu katika kudaka mambo ya rohoni ili yatafsirike katika ulimwengu wa mwili. Basi mfungo una faida kwa namna hiyo pia. Hoja kuu ni kwamba mfungo unaimarisha maombi. Wakati huo huo ukiwa unajua ya kwamba maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Kuna mambo unayomwambia Mungu, lakini wakati huo kuna mambo Mungu anakuambia wewe. Yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni, lakini hayana maana kama hayatapokelewa na akili yako. Mara nyingine Mungu anasema na sisi, lakini akili zetu hizi zinakuwa nzito. Ni wakati wa kufunga, utakuwa so sharp to perceive, utakuwa mwepesi kuelewa mambo ya rohoni. Ukisoma Wakorinto wa pili sura ya 3 kuanzia mstari wa 14, unaona ya kwamba Waisraeli walikuwa na tatizo, kikwazo kilichotokana na hasira ya Mungu juu yao. Wakawa mambo ya rohoni yanapoelezwa, wanaposoma maandiko, mioyo yao inakuwa mizito. Kwa hiyo kama Mungu amekukasirikia, atasababisha mambo ya rohoni yanakuwa mazito kupokelewa na moyo wako. Lakini kama Mungu ana tabasamu juu yako, anaonyesha kibali kwako, roho yako itakuwa nyepesi kupokea. Na wakati mzuri sana wa namna hiyo ni wakati ukiwa umefunga. Kumbuka juzi nilisema kufunga ni chombo kinachotumika kwa toba. Ni wakati mzuri zaidi kutubu. Na unaelewa kutubu sio kusema tu nisamehe. Kugeuka, ukaacha yale ambayo hayampendezi, ukarudi kwenye njia yake. Na kuconvince moyo wa Mungu usikuangushie hasira yake na ghadhabu yake, bali akuangushie kibali na upendeleo wake. Nuru za uso wake zikuangazie. Ni wakati wa kufunga. Kwa hiyo maombi yako yanaimarika unapofunga. Kwa mimi nakushauri, hata kama tumepatana kuishia saa 12, unaweza ukaendeleza kidogo. Na nakushauri wewe ambaye umekuwa pengine unaona kufunga hakuna maana, na wakati huu na changamoto, amua kufunga. Itakusaidia wewe, itaisaidia ndoa yako, itasaidia roho yako kumjua Mungu zaidi, yaani maana yako utapiga hatua nyingine. Itasaidia vifungo vilivyo kwenye maisha yako
vikatike. Tuliona juzi ile faida ya kufunga, inavunja nira. Kuna wengine tuna vitabia ambavyo haviondoki. Wakati mwingine unaweza ukaviona ni vidogo vidogo, lakini ni tatizo kubwa. Unaweza ukapenda kuangalia, kwa sababu simu kama hizi, unaweza ukaangalia picha za watu wanafanya mapenzi ukafurahia, lakini hiyo, elewa, ni dhambi, na ndio inayopeleka watu wakawa wanajichua. Unaweza ukasema sijafanya dhambi yoyote na mwanamke yoyote, lakini roho yako inanajisika na roho yako unafungua kuonewa na mapepo, kwa sababu upo kwenye dhambi. Na watu wanaojichua ndio wale ambao wanakuja wakati wa ndoa, hata mfurahia mme wake wala hata mfurahia mke wake. Yaani pande zote mbili inafanya kazi. Na kwa wanaume inaweza kuletea matatizo mengine makubwa zaidi. Na kama umeoa mwanamke ambaye hawezi kusimama vizuri kwenye neema, anaweza akaanza kuwa na shida, kwa sababu hutakuwa mwanaume vizuri namna Mungu alivyokukusudia. Lakini ni kitabia ambacho kitavunjika unapokuwa kwenye maombi ya namna hii. Upo kwenye mfungo, unamwambia Mungu, kuna jambo nashindwa kuacha. Kuna jambo nashindwa kuacha. Kwa mfano, hawa watu wa mpira, watu wa makampuni, wanawashawishi vijana, wanaanza kuzoea tabia mbaya sana, inaitwa kubeti. Unaweza kadhani it is an innocent game, lakini ndani yake there is a demon spirit. Usipende kubeti, hata kama ni kwa ajili ya mpira, hata kama ni nini, kwa sababu hujenga uraibu. Kiingereza chake addiction. Na kila unapokuwa na kitu kimekukamata huwezi kukiacha, kinaharibu maisha. Kinaharibu maisha. Kubeti ndiko kuna kupeleka wewe uanze kuwa mtu wa kamari. Na kamari ndio inawapeleka watu wawe na madeni. Na madeni yale yanaweza kukupeleka hata ukaanza kuwa na fikra za kuiba, hata kuua. Zinawaharibu watu wengi. Inaanza kidogo kidogo. Sasa likatae hilo, halafu wakati huu wa maombi msihi Mungu akiondoe. Ni kitu cha kawaida tu, kidogo kidogo unaweza kadhani, lakini utashikwa na roho ambayo kuiachia hutashindwa. Unaweza ukaiba hata fedha za mke wako. Unaweza ukaiba hata fedha za mume wako. Inakuwa ni sawasawa na kula madawa ya kulevya. Kwa hiyo ni muhimu sana ufunge. Hiyo itavunja uraibu wa namna yoyote, addiction. Wengine ngono ni addiction. Akimwona mwanamke yeyote lazima mtamani. Hiyo imejengwa ndani mwako, na kuivunja unahitaji maombi ya mifungo kama haya. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuelewe, na wakati huu, kwa sababu watu wengi wapo kwenye hili jambo, ni rahisi kuipokea neema ya kufunga, na kutakusaidia kiroho, kwa sababu kufunga kunaimarisha maombi yako. Kuna mambo kwenye nyumba yako, maombi yako yataimarika kupitia mfungo. Kuna mambo ofisini kwako, maombi yataimarika kupitia kufunga. Kuna mambo kwenye fedha yako, maombi yako yataimarika kwa kumefunga. Na kile usichokipenda kwenye maisha kitavunjika. Imarisha maombi yako kwa mfungo. Tulianza siku ya hoja ya kwanza kabisa kusema mfungo ni dawa ya kutokuamini.
Kwa nini? Kwa sababu inafanya sikio lako la rohoni, inafanya macho yako ya rohoni yaone ulichotendewa, uisikie sauti ya Mungu. Imani inapanda. Kwa hiyo ni rahisi kupokea mambo makubwa ya kimungu.